أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baad, ndugu yangu mtazamaji popote pale ulipo duniani, unafuatilia katika channel yetu hii pendwa Miraji Nuru kwa darasa zetu huru kabisa. Leo tutaelezea mada inayosema utajiri wa kafara na muda wake. Hii ndio mada ya leo. Katika mada hii kwa haraka itakuwa imegawanyika katika vipengele vikuu kabisa ambavyo vitano. Kipengele cha kwanza kabisa, kafara la wanyama au mnyama, kafara la mnyama. Lakini kipengele cha pili, mwanzo kabisa wa hilo kafara. Lakini kipengele cha tatu, idadi ya kafara katika hicho kichinjwa au hivyo vichinjwa katika kafara hilo nalifanya. Je, inahitajika idadi ya vichinjwa vingapi vya hiyo kafara? Lakini kipengele cha nne, muda wa hilo kafara. Lakini kipengele cha tano kabisa na cha mwisho, je, kafara hilo linapelekwa wapi baada ya kutolewa? Kwanza kabisa ndugu yangu, tunaanza kafara la mnyama. Kafara la wanyama au mnyama, kidogo mafua, hali haiko vizuri sana. Kwa hivyo insha Allah ninaomba Allah atuwafikishe katika kuweza kuhitimisha na kuwasilisha vyema kabisa mada hii ya leo ambayo tumeiandaa kwa ajili yako. Ndugu yangu, kwanza kabisa tambua, hakika kafara katika utajiri, kafara la kuchinja, lina usiri ni mkubwa sana, na tumepata kuelezea sana na katika darasa nyingi kuelezea katika jambo hilo. Kuchinja ndugu yangu ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe amelizungumzia na amelitaja ule umuhimu wake na uzito wake na usiri wake. Ndio pale wale ambao wenzetu wanaofanya vitu kinyume, wanaobadilisha ibada katika upande wa pili, basi wakachukulia na kupeleka katika mambo yasiyofaa. Hilo ambalo linalofanyika upande wa pili ili uweze kupata utajiri, basi ndugu yangu utambua kwamba hiyo ni vice versa tumetumika, lakini urejino wake, ukwaliti wake, uoji wake ni kufanya katika hali ya uhalali. Sasa kafara wanayoifanya, wanaanza na kafara kwa kuwa wao wanaenda kinyume au kisengere nyume. Wanaanza na mfumo ule, wataanza na mfumo wa kuchinja mnyama, kisha baada ya hapo wanakuja wanachinja vitu vingine au wanaua vitu vingine ambavyo kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni haramu na hitakiwi. Kafara ambalo tunalolikusudia katika somo letu la leo ni kafara la wanyama au mnyama. Ndugu yangu, mnyama wamegawanyika katika sehemu kuu zisizopungua 3 au 4. Kuna mbuzi, kuna kondoo, kuna ng'ombe, kuna ngamia. Wale wanyama wa miguu minne ndio tunawakusudia: kondoo, mbuzi, ng'ombe na ngamia. Lakini ala kulli hali, sehemu nyingi sana wanapatikana mbuzi na ng'ombe na kondoo. Lakini katika wanyama wote, ndugu yangu, mnyama wa kondoo ana nafasi ni kubwa sana, nafasi yake ni kubwa sana. Sasa inakuwa mbadali kama kondoo amekosekana, basi ukachinja huyo mbuzi. Kwa hiyo kafara la mnyama ambalo tunalokusudia ni wanyama mbuzi, kondoo au ng'ombe au ngamia. Sasa wewe utaweza kumchinja moja katika hawa, yule ambaye utakayekuwa umewafikishwa na Rabbu Allah subhanahu wa ta'ala. Tunazungumzia katika utajiri, ndio mada na kusudio la mada yetu ya leo. Lakini mwanzo wa kafara hilo linatolewa muda gani? Mwanzo wa kafara au mwanzo wa hilo kusudio
lako ambalo unakusudia, basi na ukafanya hilo kafara, basi huo ndio mwanzo wake. Kwa mfano, ndio umetiania mwezi huu au kipindi hiki ndio sasa ninaanza katika biashara yangu, mimi nataka sasa nitolee kafara rasmi kwa ajili ya kutafuta hayo makusudio ya utajiri. Basi pale unapoanza, basi ndio mwanzo wa kafara lako. Ndugu yangu, tambua kwamba ni ibada. Fanya hii ni ibada, ibada ambayo inayonasibikiana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nilitoa mifano mingi sana, wenzetu ambao wako nje au wenzetu wa nje, wenzetu wenye rangi nyeupe, huwa mara nyingi sana wana ibada hii wanaifanya sana kwa wingi sana, mpaka ikafikia baadhi ya watu wasema inawezekana wanatoa makafara. Neno kafara watu wamelichukulia katika upande wa pili, kwamba inawezekana wanatoa ili wao wafanye. Hapana, watu wamechukulia katika mfumo wa ibada. Ukifanya kwa ajili ya kitu kingine utajua mwenyewe wewe, lakini tunachokusudia unafanya kafara hili kwa ajili ya Allah Tabaraka wa Taala, kama alivyosema inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Fasalli li rabbika wanhar, ile wanhar bimaana kuchinja, imekuja katika swigha ya amri. Kwa hiyo idadi sasa ya kafara, idadi ya kafara, mwingine atatizika, sasa mimi nitatoa kafara idadi gani au kiasi gani? Ndugu yangu, katika upande wa idadi, wewe anza na mmoja tu, anza na mmoja. Kadiri siku zinavyoenda na masiku yanavyosogea, basi ndipo utaweza kuongeza kutokana na jinsi ambavyo nafasi ulioko, kwa sababu la yastawi alladhina, hawawi sawa yule ambaye ana hali ya juu na yule ambaye ana hali ya chini. Na ili ufike juu, maana yake lazima uanze chini, ndugu yangu. Kwa hiyo anza chini tu, kisha baada ya hapo kadiri unavyoenda, basi wewe mwenyewe hali yako itakuruhusu mwenyewe, automatically itakuambia ongeza katika hali ya namna hiyo. Hapa tunachokikusudia na kinachopingwa ni ule bakhili. Kuna mwingine mashallah anatudukiwa, haya umefanya huyo mbuzi mmoja, mashallah, labda umejiwekea kila baada ya muda fulani mimi ninachinja mnyama au mbuzi kadhaa, au unachinja huyo mbuzi baada ya muda fulani hivyo. Kwa hivyo ule bakhili, mfano ndio umefanya mwezi wa kwanza, ukakaa baada ya huo muda ambao umetia nia kwamba kila baada ukifika muda fulani unafanya, kwa sababu ni kama uradi, ndugu yangu. Basi ukifika huo muda utafanya, ndio kadri unavyofanya mambo yanakuwa yanaenda sawa. Lakini muda wa kafara, muda wa kufanya, je, unafanya muda gani hiyo kafara? Katika ufanyaji wa muda wa kufanya hiyo kafara, ndugu yangu, unaweza ukaweka miezi mitatu. Baada ya miezi mitatu unafanya, mwezi wa kwanza ukafanya, mwezi wa tatu ukafanya, mwezi wa sita ukafanya, mwezi wa tisa ukafanya, mwezi wa 12 ukafanya. Bimaana ndani ya mwaka ukafanya karibia hata mara ngapi? Mara 4 au mara 5, yani mara 2, mara 3 zile. Kwa mwaka mzima utaangalia mwezi wa kwanza unakaa miezi mitatu, hivyo ukafanya kila baada ya miezi mitatu. Lakini la khashakalla, ukaona hapana, nitafanya kila baada ya miezi 6. Kila baada ya miezi 6 nitakuwa ninafanya, yani labda nusu mwaka unafanya, kwa mwaka unafanya mara 2. Ala kulli hali, ukawa huo ndio uradi wako, utaona mambo yatakavyokuwa yameenda super, ndugu yangu. Issue ni kwanza tu, wewe anza, kisha uone mambo yatakavyoenda. Hata kama unauza vitumbua, tia nia tu. Mara nyingi watu ambao wako juu na wamepanda, huwa historia zao zimekuja katika hali ya kustaajabisha sana. Unasikia yule bwana alikuwa muuza mchicha, yule bwana alikuwa akiuza maji ya kadoro, yule bwana alikuwa akiuza karanga, katika mazingira namna hiyo. Lakini hivi vitu huwa vinakuwa ni siri sana. Lakini nani anayepaswa kupewa hicho kichinjwa au hiyo kafara, au kafara hilo baada ya kufanywa linapelekwa wapi? Na jibu ni kwamba ule mnyama au wale wanyama ambao unawachinja kwa kafara,
au nakusanya watoto yatima kisha wanapewa wanakula, au unakula nao pamoja nao kwa pamoja, unakusanya watu unakula pamoja kwa pamoja, lakini aniyatu fi mahali au aniyatu fi qalbi, nia yako wewe iko moyoni. Lakini hii ni sadaka kama zilivyokuwa sadaka nyingine. Usiwape watu na alama za kuuliza, mara ukawa tena watu wakawa na kushangaa, umekusanya mbuzi wako 7 umewachinja wewe, hata mnyama mmoja huyu unawapa watu wanakula, watu wataanza kukulia mashaka. Sasa jiepusheni na yale mambo ambayo yatawapelekea watu kuwa katika dhana, kukudhanieni au shubha kwamba inawezekanaje, mbona huyu bwana mambo yake yamebadilika, alafu ikifika muda fulani yeye anakuwa tu anatoa na chinja anawapa watu. Hapana, ita watu, kuleni kwa pamoja, tena watu wa hali ya chini, maskini, mayatima, wahakana, mnakuwa mnafurahi kwa pamoja. Namuomba Allah awafikishe darasa hii iwe ni yenye kuleta manufaa kwa wewe ambaye utakaye kuwa ni mwenye kuishika. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wal afwa minkum wa minkunna.